Amen, amen, amen. Mungu akubariki, akuonekanie na hata akazidi kukutendea. Nashukuru Mungu ni kwa ajili ya siku njema ametuwezesha siku hii ya leo tukaweze kubarikiwa pamoja na tukaweze kulisoma neno la Bwana pamoja. Sio mwingine bali ni mtumishi wa Mungu Bishop Calvin Yala wa Temple of Light and Healing Ministry kutoka hapa jijini Nairobi. Nimekuja kwako nikaweze kukufunza na tukaweze kujifunza na kusoma neno la Bwana pamoja kuhusu jambo fulani ambayo katika maisha ya binadamu ni jambo la muhimu na la maana sana, lakini haujawahi tambua, na kama umetambua haujawahi jua jinsi ya kuweza kulipokea na kulipata hili jambo. Na jambo lenyewe ni gani? Mtumishi wa Mungu siku ya leo Bishop Calvin Yala naongelea kitu inaitangwa kibali ama favor. Sema amen. Nimekuja kwako nikaweze kukueleza kuhusu favor na jinsi ya kuacquire hiyo favor, jinsi ya kupokea hiyo favor. Sema amen. Favor ni nini? Favor ni kibali. Amen. Nimekuja kwako nikaweze kukueleza kuhusu kibali ama favor na jinsi ya kuweza kupokea hiyo favor. Sio kwa binadamu, hapana. Hautapata favor kwa binadamu kwanza kabla haujapata favor kwa Mungu. Sema amen. Amen. Lazima upate favor kwa Mungu kwanza ili ukaweze kupata favor kwa binadamu. Ukipata favor kwa Mungu utaipata zaidi kwa binadamu. Hautaitisha kwa binadamu, itajileta kwa sababu mkubwa ambaye ndio Mungu akishakukubali wewe, basi utaipata kwa binadamu. Na nataka leo tukaweze kusoma kwa ajili ya hiyo na nikueleze jinsi ya kupata hiyo favor. Amen. Amen. Na mimi najua utaweza kubarikiwa. Nimeanza kukwambia favor ni kibali. Amen. Nataka tuende kwenye somo letu la kwanza ambalo tutaipata kwenye kitabu cha Genesis ama Waamuzi. Kuna mtoto ambaye anaitwa Yusufu ama Joseph. Amen. Alipendwa sana yule mtoto na baba yake. Sema amen. Alipendwa sana Yusufu na baba yake. Amen. Na kwa ajili ya hiyo kibali kuna mambo ilitokea hapa tutakuwa tunasoma baadaye. Lakini kabla tuingie katika hiyo somo, hilo somo, kuna mambo nataka nikueleze, mambo mbili ama tatu kaweze kuelewa. Wakati utapata kibali mbele za Mungu, amen, amen, mbele ya binadamu yeyote utakubalika. Nisikie vizuri, mfano mzuri, amen. Mambo mingi ambayo unahitaji katika maisha yako inakosanga kutimia kwa sababu mara mingi hatunanga kibali mbele za Mungu. Na ndio maana naambianga watu, ukianza maombi wakati wote, anza na kujitakasa, anza na kutubu mbele za Mungu, ili maombi yako ikawe maombi ambayo inanukia manukato masafi, matakatifu na ya kuvutia mbele za Mungu. And it will only be that way if you start your prayers with cleansing yourself, kujitakasa na kutubu. Amen. Na kwa sababu gani nasema uanze hivyo kwa maombi yako ili mara mingi kaweze kubalika mbele za Mungu? Biblia yenyewe huwa inasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Na ndio maombi yako isiwe kelele mbele za Mungu. Amen. Inabidi uanze kwa kuondoa dhambi zako na kuomba msamaha wa dhambi zako na kujitakasa na kutubu mbele za Mungu. Our God is a merciful God. Ni Mungu wa huruma. Na hivyo akiwa wa huruma, ukienda mbele yake kwa unyenyekevu atakusamehea. Sema amen. So wakati umeshatubu na umejitakasa, unakuanga umegain favor mbele ya Mungu. Na ukipata kibali mbele ya Mungu, uingie katika maombi ya mtu msafi, ya mtu mtakatifu, huwa inanukia manukato mazuri sana na ya kupendeza mbele za Mungu. Na ukiachilia maombi ya utakatifu ama maombi yako mbele ya Mungu ukiwa na utakatifu, huwa inaenda mbele ya Mungu ikinukia marashi mazuri sana, very expensive cologne, ambayo hata wewe ikikupita ama ukipitana nayo lazima utageuza shingo nyuma namna hii uangalie nani huyo amevalia marashi mazuri namna hiyo. Na hivyo ndiyo maombi ya mtu mtakatifu huwa inanukia mbele za Mungu. I'm telling you how to gain favor. Sema amen. So maombi yako ikishapata kibali mbele ya Mungu na iende na utakatifu ikiwa inanukia manukato mazuri mbele za Mungu, I'm telling you my brother, my sister, hiyo maombi lazima itasikizwa, kwa sababu ni maombi machache sana
huwa yananukia mazuri ama vizuri mbele ya Mungu. Nimekwambia how to gain favor. Umeomba sana, lakini kuna process, kuna formula ya kuomba maombi ifike, na kuna pia formula ya kuomba kimashakura. Sema amen. Unaamka umetoka maziara zako, mashughuli zako, unaambia Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu nipe. Kila mtu anasema Mungu nipe. Why don't you be a little bit different? Sema amen. Anza na kujitakasa na kutubu na kumsifu Bwana na kummagnify Mungu katika maombi yako. Alafu sasa ingia katika maombi yako ambao utaomba ukiwa umejitakasa. Hiyo maombi lazima itakubalika. Sema amen. Kama vile unaweza kuwa na mtoto katika nyumba yako, yule mtoto umpende akiwa mtoto mmoja peke yake, ama labda huyo mtoto mdogo, na umpende yule mtoto, umpende tu yule mtoto. I'm telling you, chochote atakuitisha kama baba yake ama kama mama yake. Amen. Lazima, hata kama imezidi uwezo wako, I'm telling you, lazima utastrain, lazima utastruggle uweze kumtimizia yule mtoto ile jambo. Kwa sababu gani? Mtoto ambaye unampenda ni kama mtu ambaye, Mkristo ambaye ametakasika na amepata kibali mbele za Mungu. Amen. So wakati unaambia Mungu, naomba unipatie mzee, naomba unipatie bibi, naomba unipatie kazi, na utazidi kurudia hiyo maombi ukiwa ndani ya utakatifu, mark my word, ndani ya utakatifu, utakuwa kama mtoto yule ambaye anapendwa na baba yake mzazi ama mama yake mzazi, na anashinda akiitisha baiskeli. Dadi ni baiye baiskeli, mami ni baiye baiskeli. I'm telling you, hata kama baiskeli iko juu ya mshahara yako, utafanya vile utaweza ili uweze kumridhisha huyo mtoto, ili uweze kumnyamazisha huyo mtoto. Na hivyo ndio Mungu huwa anafanya kwa mtu yeyote ambaye ako na kibali mbele zake. The more unaendelea kuitisha hiyo kazi na uko na kibali mbele ya Mungu, anakupeanga hiyo kazi akunyamazishe. Amen. Amen. Lakini ukiwa ndani ya utakatifu ili upate kibali mbele ya Mungu. Sema amen. So njia ya kupata kibali mbele za Mungu ndio nataka nikupatie na nikwambie kuhusu kibali na vile kibali inaweza fanya katika maisha yako. Hebu tuingie katika somo letu la kwanza ambalo linatoka kwenye kitabu cha Genesis mlango wa 37. Tutaanza mstari wake wa kwanza. Tuanze tu mstari wa kwanza. So Jacob settled again in a land of Canaan, where his father had lived as a foreigner. This is the account of Jacob and his family. When Joseph was 17 years old, he often tended his father's flock. He worked for his half-brother and sons of his father's wife, Bilhaz and Zilpah. But Joseph reported to his father some of the bad things his brothers were doing. Nisikiza vizuri. Mstari wa 3. Jacob loved Joseph more than any of his other children. Amen. Jacob loved Joseph more than any of his other children because Joseph had been born to him in his old age. So one day Jacob had a special gift made for Joseph, a beautiful robe. Amen. Mstari wa 4. But his brothers hated Joseph because their father loved him more than the rest of them. They couldn't say a kind word to him. Amen. That is the kind of favor I'm talking about. That is the kind of favor I'm talking about. Vile baba yake Yosefu ama Yusufu, Jakobo alimpenda Yusufu. Amen. Samahani nimesoma kwa Kizungu, lakini nitakuelezea na mimi najua utabarikiwa. Yusufu alipendwa na Yakobo ambaye alikuwa baba yake, na hiyo ilisababisha Yusufu achukiwe na wale wengine. Amen. That is the kind of love I'm talking about. Amen. Binadamu hautawafurahisha wote, lakini the main and the major thing ni upate kibali mbele za Mungu. Ukipata kibali mbele za Mungu, amen, binadamu watakuinamia. Sema amen. As long as umepata kibali mbele ya Mungu, binadamu watakuinamia. Sema amen. Kwa sababu gani? Kibali yako mbele ya Mungu inawakanga kama mwangaza mkubwa sana katika maisha yako. Na as long as umepata kibali mbele ya Mungu, unakanga kama taa ambayo imewekwa juu kwenye kilele cha mlima, hauwezi fichika,
with God's favor, you cannot hide it. You cannot hide it. Unaendanga kama ni kanisa, wewe ndio unaonekana. Sema amen. Kama ni kazini, wewe ndio boss anakutajataja. Haiwezi fichika, ni kama taa imeaka, amen, na ikawekwa juu mlimani. It cannot be hidden. Sema amen. And that will attract some enemies, but with God's favor, even security inakuja ikiwa accompanied with God's favor. Kabla tuingie hapo ndani sana, nataka nisisitize na niingie zaidi on how to attract that favor from God. Ndio tunahitaji kibali. Unahitaji kibali, my brother, my sister. Lakini how will you attract that favor? Amen. How are you going to attract that favor? Kwa sababu lazima uweze kuattract kibali ya Mungu. Kibali ya Mungu ni kuattractiwa, huwa inattractiwa. Mungu hata kutafuta kupe kibali ile, lakini ni kuattract, uta-attract hiyo favor. How will you attract God's favor in your life? Number one, you must be righteous. Lazima uwe mtakatifu. Amen. Na ndio maana wengi na hata Biblia huwa inasema, amen, many are called but few are chosen. Amen. Many are called but few are chosen. The few chosen one ni wale ambao wali attract attention ya Mungu, na through attracting God's attention they attracted God's favor. And that's why among the many called they were few chosen. Sema amen. Kwa hivyo kando na kuitwa, unahitaji kuchaguliwa, na ndio uchaguliwe, lazima ukaweze kuattract attention ya Mungu. Ukiattract attention ya Mungu, automatically utakuwa umeattract kibali ya Mungu. Angalia kwenye Biblia Daudi, amen. Angalia kwenye Biblia Daudi akateuliwa na Mungu na akachaguliwa na Mungu kuwa yeye ndiye atamwagiliwa mafuta kuwa mfalme wa Israel. Sema amen. Na kulikuwa katika nyumba ya Yese baba yake Daudi, kulikuwa na majitu, mapandikizi la watu, kulikuwa na wanaume wazito ambao wakiangaliwa na macho ya nabii alipoangalia alikuwa anajiambia, now this is the one, kwa sababu ako well built, anaonekana akisimama kama mfalme na avalishwa ile kofia na nguo za vita, anaweza ongoza watu vitani. Lakini Mungu haangaliangi kama vile binadamu huwa wanaangalia. Binadamu wataangalia uzito wa mwili, binadamu wataangalia mavazi, binadamu wataangalia hata sura, lakini Mungu haangalii vile binadamu huwa anaangalia. Amen. Sauli akamwagia yule ambaye alidhani ndio Samueli, nabii akamwagia mafuta yule ambaye alidhani ndio Mungu amependa, akapata sio huyo. Kwa sababu gani? Mungu haangalii kama binadamu. Akaangalia mwingine akasema sasa ndio huyu, Mungu akasema sio huyo, na ikakataa mafuta kumwagika. Sema amen. Na alipomwagia wote akaona hakuna, na Mungu alisema katika nyumba ya Yese ndio panatokea mfalme. Amen. Amen. Akaona wazito wote wa Yese, hakuna mtu hata mmoja ambaye amechaguliwa, na Mungu alisema katika hiyo nyumba. Na anapouliza, je, kuna mwingine kwa hii nyumba ambaye hayuko hapa na sisi dakika hii? Amen. Ndiye anaambiwa kuna mwingine mdogo, lakini ako huko kichakani anachunga kondoo za baba. Yaani yule ambaye hakutarajiwa na macho ya binadamu, huyo ndio Mungu aliendea. Sema amen. Na ndio maana nakwambianga, na nilikwambia na nitazidi kukwambia, God does not call the qualified, he qualifies the called. Nisikize vizuri. Mungu haiti ambaye ametimia, yeye anamtimiza ambaye ameita. God does not qualify the called. Amen. Sikiza vizuri. God does not call the qualified, he qualifies the called. Anamtimiza yule ambaye ameita, bali aiti ambaye ametimia. Kwa nyumba ya Yese kulikuwa na watu wazito, amen, ambao alionekana kwa macho ya kimwili, huyu akiwa mfalme, kweli nchi itakuwa straight. Lakini haiti Mungu ambaye ametimia, yeye anamtimiza, anamkamilisha, anaqualify ambaye ameita. Sema amen.
Na mimi nataka huyo mtu ambaye ataitwa siku ya leo awe wewe. Haijalishi umesoma mpaka class 6, haijalishi school fees ilikatikia class 8, haukuweza kuenda form 1, haukuweza kuenda university. Kuna wengine katika hiyo boma, makazini na masister cousins zako na mabrother cousin walienda mpaka college, walienda mpaka high school. Haimaanishi maisha yako itakuwa less kwa sababu you never made it to high school or you never made it to university or college. I want to talk to you, my brother, my sister. God does not call the qualified, he qualifies the called. Wewe na hiyo certificate yako ya class 8, wewe na hiyo class 6 dropout yako, I'm telling you, you are going to shine a light in your family that no one has ever shined in that family. Sema amen. Because that is the God we serve. Haiti mtu kwa macho. Amen. And that person is going to be you. Nisikize tu vizuri jioni ya leo na ukubali kusikia. Biblia inasema kutii ni bora kutoa dhabihu. Kwa hivyo naomba unisikize na ukubali kutii, kwa sababu hii ndio kifunguo ya maisha yako. Sema amen. Wewe ambaye unakwangu umejidharau, this is your message. How are you going to attract God's favor? Listen to me very carefully, kwa sababu we are going to learn how to attract God's favor, and we are going to attract that favor in Jesus mighty name. Sema amen. Kuna kitu nasikia Mungu akiniambia nikaweze kukuelezea kutoka kwa hiyo neno. Sio kila madhabahu utaweka dhabihu yako na ikaweze kukubalika mbele za Mungu. Amen. Na mimi nitaweka disclaimer hapo. Sina ubaya na mtu na sina ubaya na madhabahu yeyote. Mimi naongea kama vile neno inasema. Amen. Inasema namna hii. Hebu sikia. The most important of these places of worship was at Gibeon. Kumaanisha kuna ile madhabahu ambayo inakuwa special, amen, ama ilikuwa very important, yani ile imepewa rank ya level ya juu kiroho, sio kimwili, kiroho. The most important of these places of worship was at Gibeon. Amen. So the king went there and sacrificed 1,000 burnt offering. The most important of those places of worship was Gibeon. Amen. Kumaanisha sio kila madhabahu utaweka dhabihu yako na iweze kurespond into your favor, iweze kuwako on your favor. Amen. Amen. Na ni Biblia inasema, na hivyo ndo Mungu nasikia akiniambia niseme, sisemi mambo yangu. Amen. So inasema, so the king went there and sacrificed 1,000 burnt offerings. Amen. Inaendelea kusema mstari wa 5, that night the Lord appeared to Solomon in a dream, and God said, what do you want? Ask and I will give it to you. Sema amen. I know you know the rest of the story. Najua unajua story hiyo yote, lakini there is something I want you to gain and to learn from there. Sema amen. First of all, not every places of worship, not every altar, amen, itapokea dhabihu yako na iwork on your favor. Kuna zile zimechaguliwa, kama katika Biblia wakati wa Solomon kuna hiyo inaitwa Gibeon altar. Amen. That was the most important place of worship back then. Na alipoweka dhabihu zake pale, he attracted God's attention, and by attracting God's attention aliweza kupata favor mbele ya Mungu. Alifanya nini akapata attention hiyo? Amen. Aliattract aje favor ya Mungu? Nisikize vizuri. Aliattract aje favor ya Mungu? Amen. Aliattract favor ya Mungu kwa kutoa sadaka hiyo ya uchungu ambayo alitoa pale, 1,000 cattle. Yani ng'ombe 1 2 3 1,000. Sema amen. Na alipoitoa zile ng'ombe ama zile cattle mbele za Mungu katika madhabahu ile, alipotoa dhabihu yake ya uchungu, aliweza kuattract God's attention. Amen. Na alipo attract God's attention, automatically aliweza kupata favor. Can somebody say favor? In Jesus name. Sema amen. So kile unahitaji, kitu ya kwanza ni ukaweze kuattract God's attention. Ukiattract God's attention, automatically favor itakufuata. Na favor ilipopatikana, alipoipata favor ya Mungu, Mungu mwenyewe alijileta, hakutumana. Kama vile nawe pia atajileta Mungu katika maisha yako. Lazima uguze Mungu ili favor kama hiyo ukaweze kuipata. Na wakati utapata favor kama hiyo, mataifa yatakuinamia. Amen. Kwa sababu kama umesoma Biblia hii, mimi najua umeingia ndani yake.
na ukasoma ukaona wafalme na malkia walikuwa wanakuja kumuona Solomoni na kusikia mawaidha aliyokuwa nayo, kwa sababu juu alikuwa na favor. Aliitisha nini? Hekima. Sema amen. Wewe wacha kuomba hekima kwanza, na hata kibali haujapata. Can you first get favor? Sema amen. May you get favor first from God, kwa sababu through that favor now you can ask for wisdom like he did. Sema amen. Kwanza aliattract favor ya Mungu. Favor ya Mungu ni kuattractiwa, hiyo inaattractiwa. You'll attract God's favor through your offerings, kama vile amefanya saa hii. Amen. Solomoni aka-attract kibali ya Mungu. Unaweza attract kibali ya Mungu kwa utakatifu wako. Unaweza attract kibali ya Mungu kwa kuabudu na kusifu Mungu. Sema amen. Those are the ways za ku-attract favor. Nilikwambia hiyo wakati ingine, kwa sababu hiyo topic tulimaliza nayo hiyo juzi ama jana. Sema amen. Kwa hivyo sasa tuko mahali pale una attract favor ya Mungu, na ukisha attract favor ya Mungu, now you can ask for that next thing ambayo unahitaji katika maisha yako. Na ukipata hiyo kibali ya Mungu, I'm telling you, kibali ya Mungu ukiwa nayo ndani yako, wewe umefika. Sema amen. Kwa sababu ukiwa na kibali ya Mungu na uweke biashara, watajaribu kuiendea kichawi, kiuganga, lakini haitawezekana. Watakupiga wakuzike, lakini ile mawe watakuwa na kurushia, Mungu atakuwa anaitumia kukujengea wewe gorofa. Angalia Yosefu. Amen. Angalia Yusufu ambaye ni Joseph, mtoto wake Jacob. Mabradha zake wanamuinukia kwa sababu ya kibali aliyopata mbele ya Mungu na mbele ya baba yake. Amen. Wanamchinja yule kondoo, wanaipaka nguo ile baba yake alimpatia kama zawadi damu, wanapelekea baba yake, wanamwambia mtoto wako ni kama ameraruliwa na wanyama wa porini. Yule baba analia na uchungu. Biblia inasema aliomboleza muda mrefu sana, lakini kwa sababu mtoto yule Yosefu ama Yusufu alikuwa na kibali, Mungu alibadilisha mipango ya maadui zake waliokuwa wamepanga kumwangamiza, akaibadilisha kuwa ya baraka. So wakati uko na kibali mbele za Mungu, chochote watakurushia kinyume na maisha yako, God will turn it into your favor. Somebody say amen. Walidhani wamemrusha katika nchi ya ugeni, akapotelee huko na akasaulike, aishi maisha utumwa. Amen. Lakini kumbe Mungu aliwatumia wao watumike kama daraja, amen, ya kumpeleka next level, na baadaye walimuinamia. Sema amen. Kwa hivyo kama unaweza kubali ku attract God's favor, amen, amen. Kama kuna kitu unaweza itisha saa hii, usiitishe kama Solomon wisdom kwanza, itisha kibali ya Mungu. With God's favor you can ask for that wisdom. With God's favor you can ask for that car. You can ask for that plot and that building you've always wanted to build. With God's favor, unakaa kama yule mtoto ambaye amependwa na baba yake. Yule mtoto ataitishe nini? Amen. Unajua mtoto hawezi itisha kitu zaidi ya rika yake. Ni kama wewe Mkristo, mtoto wa Mungu, hawezi itisha Mungu dunia mzima. It's beyond your reach. Amen. Kwa hivyo mtoto ataitisha zaidi sana, ataitisha baiskeli. Sema amen. Na juu baba uko na uwezo hiyo baiskeli, hata kama uko na mambo mengi, utafanya juu chini yule mtoto umtimizie. Na kwa sababu gani? Amepata kibali mbele zako. Na hivyo ndio nawe pia unaenda kupata kibali mbele ya Mungu, only if you will afford to attract that favor. Sema amen. Ukiattract favor iwe juu yako ya Mungu, I'm telling you, hakuna chochote chini ya jua, my brother, my sister, itasindikana katika maisha yako. Kwa sababu chochote unahitaji chini ya jua iko juu ya uwezo wa Mungu. Amen. Yani iko, God is above it all. Na maanisha iko chini ya uwezo wa Mungu. God is above everything unahitaji. Kumaanisha hakuna kitu anaweza shindwa, kama mzazi vile hawezi shindwa na chochote mtoto anahitaji. Sema amen. Mtoto wako mdogo hata kuitisha mansionette amen, ataitisha kitu ambayo iko katika ligi yake. Sema amen. Na utaweza kwa sababu yule mtoto umempenda. Na utaweza ili umnyamazishe uone ataitisha nini next. Kwa hivyo mimi nataka leo watu tukaweze kuanza kuomba utakaso pamoja na wewe. Nitakuongoza katika maombi ya utakaso. Maombi ya utakaso ili tukaweze kutakasika. Alafu tuitishe Mungu kibali. Tukishaitisha Mungu kibali katika kipindi ya leo, amen,
Nitataka uniambie kwa ujumbe wako, ni wapi hapo sasa, juu tumeshapata kibali, ni wapi hapo ungependa Mungu nawe akutimizie? Nisikize vizuri. Wakati Solomoni aliattract God's favor through his sacrifice and offering, amen, Mungu alimtokea, alafu hapo akamwambia itisha kile unahitaji. Amen, amen. So kibali ya Mungu ni kuattract, we won't ask for it. Hello, kibali ya Mungu hatutaomba Mungu nipe kibali, hapana. Kibali ni kuattract, tutaiattract. Sema amen. Kama ni sadaka yako, tuma kwa madhabahu ya Mungu, na si kila madhabahu utatuma. Sema amen. You will attract God's favor. Hautainua mikono useme Mungu nipe kibali, ukitoka hapo uende katika maisha ukahaba. Never. Amen. Nasemanga itakuwa kazi bure kama kuongeza maji ya kikombe kwa maji ya bahari. Zero work. Kibali ya Mungu hautaomba Mungu nipe kibali, Mungu nipe kibali. No, no, no. Capital no. Kibali ya Mungu, you will attract it. You will attract God's favor. Sema amen. Ukisha attract God's favor iwe juu yako, basi utaomba kile unahitaji kama Mkristo, mtoto wa Mungu ambaye ako na kibali mbele za Mungu. Amen. Solomoni aliattract kibali ya Mungu. Amen. Alipo attract kibali ya Mungu, Mungu akajileta mwenyewe, kamwambia niambie unataka nini nitakupa. Aliitisha wisdom kwa sababu tayari alikuwa na favor. Na ni kwa ajili ya hiyo favor ndio Mungu akamtokea. Sema amen. Nawe pia nataka tufanye maombi ya utakaso pamoja na wewe. Haijalishi uko na watu wangapi kwa hiyo nyumba, wewe omba kimoyomoyo pamoja na mimi, kwa sababu nataka kukuongoza kwanza kwa maombi ya toba. Uokoke kwanza. Amen. Ukishaokoka, kama hujaokoka, that is kama hujaokoka. Amen. Ukishaokoka, sema amen, tayari utakuwa umeattract attention ya Mungu, and from attracting God's attention, favor will automatically follow. And with God's favor, sasa unaweza itisha wisdom. Amen. Itisha hiyo kazi, itisha hiyo biashara, itisha hiyo ndoa, na yote tutakuwa tunafanya kwa ujumbe, na mimi nitakuwa na kuitishia kwa maombi. Lakini kwanza barikiwa na hiyo wimbo. Shirika wako, shirika wako, Masia naomba kibali chako, kibali chako, kibali chako, oh kibali chako, kibali chako kwa uimbaji wangu, kibali chako, kibali chako kwa huduma yangu, nishikilie nisianguke Baba. Natamani nikae na wewe maisha nie, ninapoimba uwepo wako ushuke Baba. Thank you Jesus, thank you Lord of glory. Thank you Jesus, thank you Lord of glory. Natumai hiyo wimbo imekuandaa tayari katika maombi ya toba. Kwa nini nasema tayari katika maombi ya toba? Hauwezi penda baraka na ukose kupenda mwenye baraka kwa kuingia katika ombi la toba. Amen. Na mimi naambianga watu namna hii, kabla tunarudia tunasema maombi ya toba, yani hii maombi itakuongoza katika kuokoka. Wakati utaokoka, amen, utakuwa katika group ya watu ambao wanahudumiwa na Roho Mtakatifu. Sema amen. Usipende tu baraka na ukose kupenda mwenye baraka. So kwa kuokoka, ama kwa kurudia maneno haya nyuma yangu, utakuwa umeokoka. Na hauokokangi kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Amen. Sometimes you just need to renew your relationship with God. Ndio unakuanga umeokoka. Unaendanga kanisani sana. Amen. Lakini haujui ni wapi Mungu amekuweka, kwa sababu kuna mahali unaangukanga, mahali unakuta umeongea vitu ambazo hazifai. Hakuna mtu mtakatifu mbele ya Mungu. So by repeating these words after me, kwa kufuata maombi hii ya toba, haimaanishi wewe ni mwenye dhambi, but you are renewing your relationship with God. Amen. Umeokoka, ndio najua umeokoka, na ndio maana unanitazama na najua unabarikiwa sana. Hebu rudia tu maneno haya nyuma yangu. Na kama uko kwa nyumba iko na watu na unaogopa watasikia vile unarudia, rudia tu kimoyomoyo. Ni Mungu na deal na yeye hapa, sio binadamu. Amen. Kwa hivyo we are dealing with spirit and Holy Spirit here. So rudia tu nyuma yangu na itakuwa sawa. Utaingia katika kategori ya watu ambao Mungu anaenda kuachilia kibali. Amen. Ama unaingia kwa kategori ya watu ambao wanaenda kuattract kibali ya Mungu. Amen. Na utakuwa kwa kategori ya watu ambao Mungu anaenda kutembelea na kuwauliza ungependa
iachiliwe nini katika maisha yako. Kama alivyoulizwa Solomoni, mimi najua kuna mtu anaenda kuulizwa namna hiyo jioni ya leo. Haleluya! Kwa hivyo rudia haya maneno nyuma yangu, hata kama ni kimoyomoyo, hata kama ni kwa sauti, nalingana uko na nani pale. Amen. Rudia haya maneno nyuma yangu. Baba mtakatifu, Jehova Mungu wa Israeli, nanyenyekea mbele zako. Nakubali mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Ondoa dhambi zangu mbele zako. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, ukaliandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeacha maisha yangu ya kale. Nimeokoka. Nikubali mbele zako. Amen, amen, amen. Kama umerudia maneno hayo nyuma yangu, my brother, my sister, umeokoka. Amen. Hivyo tu ndio unahitaji ili shetani akaweze kulose na uwe katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo kama umerudia maneno hayo nyuma yangu, that is the first step ya kuattract attention ya Mungu. Sema amen. Sema amen. That is the first step ya kuattract attention ya Mungu. Amen. Kwa hivyo kwa sababu umekwisha attract attention ya Mungu, amen, naomba kama utaweza, nisikize vizuri, kama uko na uwezo, amen, ya chochote kama sadaka mikononi mwako ama iko kwa simu yako, weka kwa namba hiyo ya mtumishi. Hiyo inakwambia, hiyo inaambiwa nayo prayer line, hiyo unaambiwa prayer on progress. Amen. Chochote ambacho utaweza weka pale. Hiyo itakuwa ni kama ishara ya kujiunganisha na hiyo madhabahu ambayo unahubiriwa kutoka ndani ya yenyewe. Sema amen. Na nimekuambia Biblia inasema the most important places of worship was at Gibeon, kumaanisha Mungu akanifunulia pale ndani. Sio kila mahali unapandanga unaona bado mambo itimii, unapanda una mambo itimii. Sio kila mahali utapanda iweze kutimia. Na utajuaje mahali unapanda ni mahali panafaa? Amen. Ni matunda ya mahali pale, not temporary matunda but permanent matunda. Sema amen. Kwa hivyo kama uko na kitu kwa mkono yako, kwa simu yako, weka kama dhabihu ama sadaka kwa hiyo namba iko pale. Amen. That is another major way ya kuattract attention ya Mungu, ambao ukisha attract, amen, automatically favor ya kutoka kwa Mungu itatua juu yako. Amen, 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 amen. Attracting God's attention, very important. Amen. Kwa sababu tumesha tubu, amen, tumejitakasa na tumeomba ombi la toba, amen, kumaanisha at least we are in a position, amen, ya kuweza kupatwa na favor ya Mungu, kwa sababu tumesha attract God's attention. Ume attract God's attention aje? The moment umesema nimeokoka, kuna kengele katika ulimwengu wa kiroho imesha ring katika ufalme wa Mungu that kuna wageni wameingia. Biblia inasemanga ni furaha iliyoje hata mmoja peke yake akikiri kuwa ameokoka, kumaanisha katika ulimwengu wa kiroho kumeshalia kengele kuwa kuna watu wameingia wapya. Sema amen. Kumesikika uzito fulani kuwa kuna watu wameongezeka. You've already attracted God's attention. Amen. Na nimekwambia willingly, kama utaweza, willingly kutoka kwa moyo wako, kama utaweza, weka kitu katika hiyo namba ya mtumishi, utakuwa umejiunganisha na madhabahu ya Mungu. Sema amen. Kwa hivyo sasa nataka, amen, ukaweze kuniambia, kwa sababu tayari kibali ya Mungu iko juu yako. Amini, mtu wa Mungu, ni kuamini. Amen. Nataka uniambie kwa ujumbe hiyo iko hapo, ungependa Mungu atende nini katika maisha yako. Sasa you qualify to be asked. Imagine Mungu amekuuliza sasa, kama vile Solomoni, ungetaka nini? Niambie, nitakutimizia. Na kwa sababu mimi ni kuhani, mtumishi wa Mungu, niko hapa, nitawakilisha tamanio ama hitaji lako mbele ya Mungu, na niambie Mungu, kwa maombi ambayo tunaenda kuomba live saa hii, tenda katika maisha ya Jacqueline. Mungu akubariki, ameshatuma tayari mapema. Amen. Mtimizie hiyo ndoa anahitaji katika maisha yake. Sema amen. Na ndio maana kuhani na mtumishi wa Mungu amewaeka Mungu kwa ajili ya watu wake. Tumesha qualify tayari, tumekuwa katika maombi ya toba. Hebu niambie ni nini ungependa Mungu atende ama atimize katika maisha yako. Now that we have already acquired or qualified, amen, we've qualified
in getting or in acquiring God's favor. Kwa sababu hiyo haiombangwi, ina attract wangu. Amen. Unapoendelea kunitumia hiyo ujumbe, kuna neno, kuna message ambayo nasikia Mungu akinipatia hapa ndani. Kuna mwanamke ambaye mtumishi wa Mungu Elisha alimtendea miujiza na maajabu sana. Amen. Ukifungua kwenye kitabu cha Kings, First Kings or Second Kings. Amen. Kuna mwanaume Mshunemu ambaye Mungu kupitia nabii wake Elisha alimtendea maajabu na miujiza. Na ule mwanamke Mungu ananiambia na ananikumbusha, amen, kama Biblia vile inasema aliweza ku attract God's attention. Ni mwanamke yupi? Biblia inasema nabii wa Mungu alikuwa na mazoea, akienda katika shughuli zake za kazi ya Mungu, alikuwa anapitia pale kando ya ile boma, anapita kando ya ile boma. Yule mama akaona, lo, mtumishi huyu anachoka, amen, na anahitaji mahali pa kupumzika. Biblia inasema yule mwanamke aliongea na mume wake, akamwambia, tujengee mtumishi nyumba ndogo hapa na tumwekee kistul na tumwekee na taa ili awe anapumzika pale, amen, akitoka katika kazi yake ya Mungu. That lady attracted God's attention. Alikuwa na hitaji ndani yake, katika boma ile kulikuwa na hitaji, lakini hakukimbilia Mungu kumpatia hitaji lake, hakukimbilia nabii wa Mungu kumpatia hitaji lake. Kwa sababu gani? Sometimes you need to be smart. Sema amen. First attract God's attention, and by attracting God's attention, automatically God's favor will be on you or upon you. Amen. And with God's favor, anything you asked for will be given unto you. Na nishakwambia weza ku attract God's favor. Endelea kunipea ujumbe, ni muda nakupatia uendelee kuniambia ni nini hiyo ungependa juu already umeshatimia. Amen, umesha qualify. Amen, kupata favor ya Mungu. Sasa kama Solomoni, Mungu anakuuliza ungependa nini nikutimizie? Nipe hizo ujumbe, nataka ujumbe zingie, kwa sababu nitakuwa naomba nazo kama nabii, nikiambia Mungu mtimizie, nikikutaja kwa majina. Kwa hivyo it's very important, give me with your name pamoja pale. Amen, give me with your name together. Nitakuwa naingia katika maombi nazo. So ni muda nakupatia, ninapokupatia hii neno ya mwanamke aliye attract God's favor kupitia nabii wake Elisha, nabii wa Mungu. Sema amen. Alimjengea nyumba kadogo pale na akamwekea taa. Mtumishi akitoka raundi zake za neno za kupeana injili na za huduma, alikuwa anapitia pale anapumzika. Sema amen. Na baada ya muda nabii wa Mungu akaguzwa na ile tendo la ule mama, kwa sababu ule mama hajawahi mwambia mtumishi nahitaji. Be a little smarter. Kila mtu leo hii anasema Mungu nipe. Amen. Sio mbaya kusema Mungu nipe, lakini millions of Christians wanaomba hivyo. Amen. Be a little different ili ukaweze ku attract God's attention. Akamjengea nyumba, na baada ya muda, amen, mtumishi wa Mungu akashangaa, huyu mama ametenda haya yote, kwani anahitaji nini? Sema amen. Ndio mtumishi wa nabii wa Mungu akamwambia, katika hii nyumba sijawahi ona mtoto acheza hapa. Amen. Kumaanisha anahitaji mtoto, na hakwenda direct kwa shida yake, alifanya kazi ya Mungu kwanza. Si wewe ukubali leo ufanye hivyo. Sema amen. Nakwambia hivyo ndio, kama utaweka dhabihu weke, kama utawezeshwa, na kama utawezeshwa umeshafanya maombi ya toba, tayari you qualify. Amen. Fanya kitu ambayo ita attract God's attention. Sema amen. Na ujumbe zinaendelea kuingia. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana Faith, Anthony, Kelvin, my namesake. Mungu akubariki sana. Attract God's attention. Mtumishi wa Mungu Elisha akatuma mjakazi wake, akamwambia muite. Amen. Na nabii wa Mungu akamwambia, Mungu ameguzwa na tendo lile umetenda, kwa hivyo siku kama ya hii mwaka ujao utakuwa na mtoto. Na yule mwanamke hakuamini, akamwambia, mbona unaniambia kitu ambacho haiwezekani? Amen. Lakini nabii wa Mungu akamwambia, tutasoma kwenye kitabu cha Waamuzi wa Wafalme wa Kwanza. Mimi na summarize tu, sitaki tusome hapo kwa sababu ya muda. Amen. Nataka kuingia katika maombi, so ni muda nakupatia uendelee kuandika ujumbe wako. Amen. Mbona unaniambia mambo ambayo haiwezekani na mimi ni mzee tayari? Nabii wa Mungu akamwambia, hivyo ndio Mungu anasema,
na kwa sababu Mungu wa nabii ni Mungu yasiyowezekana, atatimiza. Mwakani siku kama ya leo utakuwa na mtoto. Sema amen. Na hivyo ndio itakuwa katika maisha yako, but first attract God's attention. So barikiwe na hiyo wimbo kwa ufupi sana, alafu nirejee na ombi ambao unajua itabariki maisha yako. Endelea kunitumia ujumbe na Mungu akubariki. Amen, amen, amen. Thank you Jesus, thank you. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Naona watu wanabarikiwa. Mwingine anasema mtumishi, umeniguza sana, sijawahi fikiria namna hiyo. Anasema kwa wapi? Komarok. Mungu akubariki sana. Kutoka Komarok, Mungu akubariki sana. Nasema mtumishi, sijawahi fikiria namna hiyo, umenibariki sana. Mwingine naisha na 222 mwisho anasema naomba kukuona. Mungu akubariki sana. Mimi napatikana Tuesday, Wednesday, Friday. Tuesday, Wednesday na Friday kuanzia saa 2 mpaka saa 11 jioni. Taonyeshwa direction ya kanisani hapo mwisho wa kipindi. Mungu akubariki sana. Mwingine anasema mtumishi, naitwa Pastor Ken na umenibariki. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana Pastor Ken, na uendelee kubarikiwa. Nataka kuingia katika maombi, na naona kweli watu wameokoka wengi. Watu wameokoka wengi, na nitakuwa naomba na watu wangependa kuokoka tena baadaye, kwa sababu mtu ananiambia mtumishi, nimepata kama wameshaokoka na ningependa kuokoka. Nitakuwa ninaomba na watu wa kuokoka baadaye. Kwa hivyo unaweza nitumie ujumbe wako in advance, niambie kama niambie tu ujumbe wako, niambie nini ungependa Mungu akufungulishie, kwa sababu tutaomba maombi ya kuokoka mbele pale mwisho. Amen. Na tunaingia katika maombi, na mimi najua Mungu atakubariki sana. Rose anasema kazi, pesa ya rent. Amen Rose, Mungu atatenda. Steven anasema kazi, kesi iishe kotini. God bless you. Mungu atatenda. Amen. Nataka tuanze na maombi ya kutubu na kujitakasa. That should always be the first thing you do before you pray. Amen. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo mtakatifu, Jehova Mungu wa Israeli, natubu ni kwa ajili ya yeyote ambaye amejiunganisha na madhabahu hii kupitia ujumbe wake. Jehova mtakatifu, mtakatifu, mfalme wa falme, wewe ambaye unatendanga yasiyowezekana, Jehova, naomba ukawatakase, ondoa dhambi na makosa zao mbele zako. Mtakatifu, mtakatifu, mfalme wa falme, wafanye wasafi na watakatifu mbele zako. Nyang'anya mwovu shetani kila evidence ya dhambi zao, zile anatumianga kunalify na kusimamisha maombi zao. Naomba mtakatifu kaziondoe mbele zako dhambi na makosa zao, watakase kwa damu ya Yesu Kristo, wafanye wasafi na watakatifu mbele zako, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Thank you Rabbi. Thank you Jesus. Thank you in Jesus mighty name. Baba mtakatifu, Jehova Mungu wa Israeli, katika jina takatifu la Yesu Kristo, namkabidhi Rose mikononi mwako mfalme. Anasema kazi na pesa ya rent. Wewe ambaye umeachilia kibali tayari, na kibali yako ameshaivutia Rose katika anga yake, naomba mtakatifu, Jehova Mungu wa Israeli, nyosha mkono wako wenye nguvu, wenye uwezo na wenye mamlaka katika anga na maisha yake. Rosa anahitaji kazi, mtakatifu mpatie. Anaomba kapate fedha za kulipa kodi ya nyumba. Wewe ambaye unatendanga yasiyowezekana, tenda katika anga na maisha yake Rosa, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita mpaka ya 7, in Jesus mighty name. Steven anasema kazi, kesi iishe kotini. God to fulfill my promises. Katika jina takatifu la Yesu Kristo, Steven nasema pokea kazi. Pokea kazi katika jina la Yesu, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita mpaka ya 7, in Jesus mighty name. Kila kesi ambayo iko mbele yako, naomba mtakatifu, Jehova Mungu wa Israeli, kila kesi mbele yake Steven, dadi iondoe mbele yako, mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita mpaka ya 7, in Jesus mighty name. Thank you Rabbi. Anasema Mary, madhabahu za nyumbani zimemkalia, anaomba nipate mume, anaomba nipate mume katika jina la Yesu Kristo. Mary nasema pokea.
pokea mume wako mara ya kwanza. Mahali popote ubavu wako imefichiwa, nasema na ikaweze kukuloketa. May your husband locate you now. May your husband locate you now, Mary, in Jesus mighty name. Thank you. Mungu ananiambia kuna watu zaidi ya 7, kwa sababu naona 7 na naona 7 na naona 7. Naona 7 mara kama 3. Na Mungu ananiambia kuna watu wanahitaji mume. Uko hapo unanitazama na ungependa mzee, ungependa mume. Wacha kujoke. Mungu ananiambia kuna mtu ako na mzee wake kwa nyumba na anasema hata mimi naambia mtumishi nataka mume, na uko na mume. Kuwa serious. Kuwa serious. Amen, it's not a joking matter. Kuna watu zaidi ya 7, naona 7 3. Mungu ananiambia wanahitaji mume. Niambie mtumishi nahitaji mume, kwa sababu kuna ombi nataka kuomba saa hii, and it only work wakati nitakuwa na jina yako hapa. Amen. Amen. Niambie unahitaji mume. Amen. Itawaka kama niko na jina yako hapa, kama vile Mary, kama vile Mary. Amen. Itawaka namna hiyo. Naitisha mume ni kwa ajili ya yeyote, lakini nangoje hizo message zikuje za wewe ambao unahitaji mume. Niambie mtumishi nahitaji mume. Sema amen. Thank you Jesus. Nitakuwa naomba nao kama watakubali kujiunganisha na neema hii. Lakini Mary, pokea katika jina la Yesu. Na madhabahu za nyumbani hazina nguvu na hazina uwezo juu ya maisha yako, in Jesus mighty name. Kuna mtu anasema anaitwa Susan, anasema God to change my situation in the name of Jesus. Na penya katika ulimwengu wa kiroho katika jina takatifu la Yesu Kristo, katika anga na maisha yake Susan, whatever situation you are in, Mungu ananionyesha ni gani. Susan, sikia, wewe umesema God to change my situation. Mungu ananiambia the situation you are in. Amen. Mungu anaonyesha mtu ambaye ako kwa relationship. Susan, this is you. Na tutasema jina ya pili to hide your identity, kwa sababu sipendi kuharibika jambo. Mungu anaonyesha your situation. You are in a situation whereby uko na 3 different men. Amen. And you are confused because you don't know ni nani na ujui nani ndio nani. But wote, hakuna mtu anajua mwingine, lakini wote umeweka katika box moja. Amen. Naonyesha the situation you are in, kwa sababu Mungu ananiambia what I'm praying for. Alafu naonyesha situation, wanaume hao wengi ambao wajuani 3 na wajuani, unashindwa uende pande gani. Mungu anasema tabadilisha hiyo situation. Na ingine Mungu ananiambia kuna kitu ya siri ndani yako. Kuna ugonjwa ambao wewe ndio unajua iko ndani yako. Oh Rabi. Jehova. Susan, nikimaliza studio hivi unipigie. Sitakupigia mimi, wewe nipigie. Nipigie tu, acha nimalizie kuombea wengine. Anasema Joseph, kifua kuuma sana. Joseph, wekelea mkono kwa kifua saa hii, mkono ya right. Kwa sababu hivyo nimesoma na mimi nimesikia hiyo feeling. Nimesikia hiyo feeling kwa sababu imereflect kwangu. Na nikasikia kifua inauma. Joseph, wekelea mkono hiyo kwa kifua. Right, mkono kwa kifua, na mimi nikuelekezee mkono wangu wa kulia katika jina takatifu la Yesu Kristo. Kila uzito ndani ya hiyo kifua, nasema katika jina takatifu la Yesu Kristo, haina nguvu, haina uwezo na haina mamlaka. Na ng'oa mara ya kwanza uzito wa kifua, mara ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6 mpaka ya 7, in Jesus mighty name. Thank you Rabbi. Nataka breathe in mara ya 7. Vuta ndani mara ya kwanza, Joseph. Toa hiyo mbaya. Ya pili, toa hiyo mbaya. Ya 3, toa hiyo mbaya. Ya 4, toa hiyo mbaya. Ya 5, toa hiyo mbaya. Ya 6, toa hiyo mbaya. Ya 7, breathe in. Receive the Holy Spirit in Jesus mighty name. Thank you Rabbi. Wachilia sasa. Feel hiyo kifua, feel hiyo kifua, feel hiyo kifua. Feel your chest now, right now. Mungu ananiambia that is instant healing. Joseph amepokea uponyaji wa kifua, na Mungu ananiambia kuna wengine kama Joseph saa hii, wakati naombea Joseph wanasema hivyo pia, wamewekelea mkono kwa kifua. Nataka kama ni wewe, itakuwa muhimu niwe na jina lako hapa, kwa sababu naingia katika maombi. Naona wale wa ndoa naona bado namba ile haijatimia, wale wa ndoa. Amen. Nahitaji nipate mume, naona kadhaa bado hajatimia ile namba ya Mungu. Kuna namba Mungu alinipea. Kwa hivyo kama uko hapo unahitaji ndoa, niambie ni wewe. Joseph, kifua iko sawa.
Anasema how my God, I wish ningekupigia simu. Joseph anasema mtumishi, kifua iko sawa. Thank you Jesus. Sitakupigia saa hii hewani, lakini kama unaweza kuja kanisani, kuja waamini, kwa sababu mimi najua hapa hewani na deal na doubting Thomases. Amen, they are there. Joseph anasema mtumishi, kifua iko sawa. Thank you, thank you, thank you Jesus. Amen. Naambiwa kuna wengine wana shida hiyo ya kifua. Na wengine wako na shida hiyo ya kifua. Niambie, ni mimi mtumishi niko na shida ya kifua. Nipe jina na uniambie shida ya kifua. Jina, shida ya kifua, jina, shida ya kifua. Mungu ananiambia tuombe na wewe hivyo. Joseph already amesha confirm kifua iko sawa. Thank you. Oh, thank you Jesus. Tunaendelea. Edith anasema sielewi message yako Edith, hebu andika vizuri, kuna vile umeshikanisha sana. Amen. Wale wa ndoa nimewapata. Wa ndoa niko na Karo, wa ndoa niko na Miriam. Amen. Kama hiyo namba bado haijakamilika, nataka ikamilike hiyo namba niweze kuombea wote kwa ujumla. Kwa hivyo kama uko hapo na ndoa hiyo, shida ya ndoa, mungependa mume, nipe hiyo ujumbe. Sema amen. Thank you Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Jesus. Kuna Nyambura ananiambia mtumishi, nimeombewa na watu wengi lakini sijafanikiwa. Alafu anaandika visirani kwa wingi. Ndio maana nikakusomea ile neno kutoka kwenye kitabu lile. Amen. Mahali alitoa dhabihu Mfalme Solomoni. Na Biblia inasema the most important places of worship was Gibeon. Na nikakwambia sio kila madhabahu. Amen. Kwa hivyo umejiunganisha na madhabahu hii. Nataka tuombe na wewe na Mungu anasema itafanikiwa maisha yako. Sema amen. Naitwa Nyambura, hajasema kwa wapi. 113. Nataka uamini na tuombe pamoja. Wekelea tu mkono kwa kifua Nyambura. Katika jina takatifu la Yesu Kristo. Mtakatifu, mtakatifu, mfalme wa falme, wewe ambaye unatendanga yasiyowezekana, mtakatifu Jehova, katika anga ya Nyambura mfalme, nyosha mkono wako wenye nguvu, wenye uwezo na wenye mamlaka katika anga na maisha yake Nyambura. Rabi, kila mkono, kila alama na kila roho ambayo si ya Mungu, naomba ukaing'oe katika anga na maisha yake, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita mpaka ya saba, in Jesus mighty name. Thank you Rabi. Nyambura, Mungu ananiambia ujiunganishe na madhabahu hii kwa sadaka yako. Kama uko na kitu kwa simu, weka kwa hii madhabahu, tuma kwa hiyo namba iko hapo, hiyo prayer line, tuma hapo. Mungu ananiambia utakuwa umejiunganisha na dhabihu. Na nilikwambia dhabihu inakuanga very important. Hebu jiunganishe nayo hapo, alafu mimi mwenyewe nitakupigia, kwa sababu nitaona jina yako iko na Nyambura kwa M-Pesa. Nitakupigia mwenyewe. Kuna story fulani nikiomba nimefunuliwa refu sana ya background yako. Mungu ananiambia haujawahi fanikiwa kwa maombi mingi kwa sababu chanzo cha shida yako haijawahi patikana. Amen. Na Mungu ananiambia kando na visirani, Mungu ananiambia ndoa yako ni mbaya. Nyambura, roho ya magonjwa kwa nyumba yako na visirani hizo unasema, Mungu ananionyesha ziko kazini. Visirani kazini ziko. Nyambura, fanya hivyo. Weka dhabihu kwa hiyo namba, alafu mimi mwenyewe nitakupigia na Mungu akubariki sana. Kuna mtu anaitwa Jerusha anasema ndoa, mtoto wangu kuinuliwa, kiakili, madeni kuinukiwa kifedha, biashara. Amen. Jerusa, nataka uamini, tuombe pamoja katika jina takatifu la Yesu Kristo. Kila mkono, kila alama na kila roho ambayo si ya Mungu katika anga na maisha ya Jerusa, nasema haina nguvu, haina uwezo na haina mamlaka, in Jesus mighty name. Thank you. Nipe jina ya huyo mtoto Jerusa ambaye ameinukiwa nipe jina huyo mtoto ambaye unasema ameinukiwa kiakili. Naelewa vile imemaanisha, naelewa. Nipe jina huyo mtoto. Dakika hii tunaingia kuomba pamoja na yeye. Nataka niende sasa nikiombea majina. Nataka niitishe kibali kwa ajili ya hilo jina yako katika jina la Yesu. Mtakatifu Jehova Mungu wa Israeli, kama hauna muda kuandika ujumbe sasa, kipindi inaelekea kuisha, naandikie tu jina. Niambie jina yako, jina. Amen. Kwa sababu muda imebaki kidogo, nataka kwenda na jina. Utasikia jina yako. Thank you Jesus. Thank you Lord of glory.
Baba, namweka Sara Muyama mikononi mwako, mfalme wa falme. 503 mwisho, katika jina la Yesu Kristo namuitishia kibali Sara Muyama, katika jina la Yesu namuitishia Simon Rigigwa kibali katika anga na maisha yake, kwa biashara, kwa kazi na kwa ndoa maisha yake. Mtakatifu, acha kibali yako na mkono wako wenye nguvu, wenye uwezo na ikawe juu yake. Esther Wangeshi mfalme, raribiriri rabozi kantararabozaya, mtimizie kila hitaji na kila ombi la moyo wake. Esther Wangeshi mtakatifu Jehova, hata Alice Musimbi mtimizie kila hitaji na kila ombi la moyo wake. Mary Gadhambi mama Jehova mtakatifu mfalme, kila machozi ya maisha yake ukamuondolee katika jina takatifu la Yesu Kristo. Oh Jehova, wakati nasoma jina, Mungu ananiambia hitaji na shida ya huyo mtu. Mara mingi hata uhitaji kuleta shida sana na mahitaji. Ukinipa jina nikisoma, Mungu ananiambia kile kinahitaji kuombewa katika hiyo jina, kwa sababu Mungu ananiambia Mary Gadhambi maisha yake ni ya machozi, maisha yake ya ndoa ni ya machozi. Mungu anaenda kusawazisha katika jina la Yesu Kristo. Mary Gadhambi, pokea katika jina la Yesu. Jessica Ombuni ribababababa. Jehova, rekebisha maisha yake ya ndoa mfalme, nyosha mkono wako wenye nguvu katika anga na maisha yake ya ndoa. Rabii, ni kwa ajili unaweza na hakuna mwingine kama wewe. In Jesus mighty name, naweka Claire Malala mikononi mwako. Claire Malala, Jehova Mungu wa Israeli, dabi, mtolee maisha ya mahangaiko, mtolee maisha ya kicheko mfalme wa falme, timizie kila hitaji na kila ombi la moyo wake. Wacha usiku wa leo akalale na kibali itokayo kwako juu yake katika jina la Yesu Kristo. Pascalia Mwende mtakatifu mfalme, naomba biashara yake ukanyoshe mkono wako juu ya yenyewe, mtimizie kila hitaji na kila ombi la moyo wake, kindoa, kibiashara, katika jina takatifu la Yesu Kristo. In Jesus mighty name. Thank you Rabbi. Nakabidhi Florence mikononi mwako mfalme, nakabidhi Paris mikononi mwako Jehova. Christine Nafula, muondolee maisha aibu. Ibrahima Fanda ribabozanda, mpatie kazi Ibrahima Fanda katika jina la Yesu Kristo. Veronica Wanjiko, maisha yake ya kazi na ya ndoa ukaishughulikia mtakatifu mfalme. Gladys Nyambura, Susan Mbinya, Maureen Maruga ribabo, Esther Wajoya, timiza kila hitaji na kila ombi la moyo wao, ni kwa sababu unaweza mtakatifu Jehova, na kuna mwingine kama wewe. In Jesus mighty name. Nasema Beatrice Atamba mshindanie, Caleb Oluoch mpiganie, Wilfred Musioki, Jacqueline Gambiri, Sylvia Sinewa, timizie kila hitaji na kila ombi la moyo wake. Masomo yake Sylvia Dabi, ukaitimize masomo yake. Rose Mujera, my father, muondolee kilio katika maisha ya ndoa. Jacqueline Kialo, Margaret Acheng, Steven, Jehova, kazi na maisha yake wacha ikawe ni ya kunawiri katika jina takatifu la Yesu Kristo. Njoo kiki hiyo Rabi, mpatie kibali itokayo kwako. In Jesus mighty name. Wini akiwa Dandora, mtakatifu Jehova Mungu wa Israeli, mpiganie. Wewe unajua kila hitaji na kila ombi la moyo wake. Mtakatifu, aibisha maadui na watesi wa kiroho na wa kimwili katika anga na maisha yake. Jehova, thank you Jesus, thank you Lord of glory. Anasema Pastor Sam mtakatifu, nakabidhi huduma yake mikononi mwako. Pastor Meshak, nakabidhi na huduma yake pia mikononi mwako. Mtakatifu, mkumbuke, panguza machozi na uzito za kutumwa na za kujituma katika anga na maisha yake. In Jesus mighty name. Nataka uone direction ya kanisa kwa sababu muda imeenda sana. Nataka uone direction ya kanisa kwa sababu Sunday hii tuko na Super Sunday. Oh my God. My friend, my brother, my sister, kama haujafika hapa, you don't know what you are missing. You don't know what you are missing. Sema amen. Na shetani akijua mahali unaenda ni mahali utafunguliwa umuondokee, anajaribungi vile anaweza usifike. Hiyo asubuhi ndio utapata mgeni. Amen. Hiyo asubuhi ndio utapata marizon ya ukosa kuja Sunday. Make sure umeshinda shetani. Kwa hivyo fika hapa mapema sana. Amen. Kwa sababu najua Mungu anaenda kutenda yasiyowezekana katika maisha yako. Kwa sababu kama kuna makosa amekosea mwovu shetani, siku ya leo ni kukukubalisha kuitazama kipindi hii unayoiona. Sema amen. Kwa sababu mali anakuanga amekushika, believe me you, anaenda kukuachilia. In Jesus mighty name. Ona direction hii, fika town. Kishuka mahali popote, kama utakuwa mgeni sana utapotea. Shuka mahali utashuka town, nipigie simu.
Amen. Utakujua mpaka mahali utakuwa. Usiwe na reason ya kumiss kanisa. Amen. Na kama hujatuma ujumbe, endelea kutuma. Nitakuwa naomba na wewe nje ya hewa, na mimi najua utabarikiwa. Shalom, shalom, shalom. Temple of Light and Healing Ministry tunapatikana Nairobi town. Hebu sikia vizuri, Nairobi town, mahali panajulikana kama OTC. OTC, kuna mahali pale panapandangwa zile gari za forward za Kayole. Kuna hiyo roundabout ya Muthurwa. Haya, rudi roundabout ya Muthurwa, ndio hiyo roundabout ya Muthurwa. Hapo kando kuna stage ya magari za Kayole, zinaitangwa Forward Travelers. Hapo kwa hiyo stage, hapo kando ya hiyo stage, kuna hiyo building ambayo ndio inapatia hiyo stage kivuli, inaitwa Musa House. Ni building ya orange na brown. Mtumishi wa Mungu, niko juu kabisa kwenye orofa la mwisho, 3rd floor. Ukiingia kwa hiyo entrance unaonyeshwa pale, utapanda juu, utapata kanisa ya kwanza. Wachana na hiyo, panda juu, kuna ya 3, utaona picha ya mtumishi wa Mungu Bishop Calvin Yana pale. Hapo ndipo Temple of Light and Healing Ministry kwa Bishop Calvin Yala. Ungana na nabii wa Mungu kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 mpaka saa 3 jioni kwenye kipindi cha God of Impossibilities, hapa kwenye runinga uipendayo. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0701 22 3329. Nambari ni 0701 22 3329. Karibu tushuhudie yasiyowezekana yakiwezekana katika jina la Yesu Kristo kupitia nabii wake Bishop Calvin Yala.